Na mtazamaji bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vina trend huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na matukio ambayo yanaendelea kujitokeza hususan katika miezi hii ya mwanzoni kabisa mwa mwaka. Haya bwana ni matukio ya wizi ambayo kiukweli yameibua mijadala mizito kweli kweli huko mitandaoni, kwani kuna hizi video mbili za wezi mbalimbali ambao zimeenda viral mtandaoni siku ya leo. Bwana, hapa kuna hii video ambayo inamuonyesha mwanadada ambaye bwana alikuwa anaiba katika baadhi ya maduka huko mjini Kariakoo, lakini pia vile kuna video nyingine nayo pia imeonyesha kijana mwingine ambaye na yeye pia ni mwizi, alikuwa amepora pochi, wakamkamata na walikuwa wanataka wamshughulikie bwana. Sasa katika hii video ya huyu bidada bwana, yeye alikuwa anaiba katika duka la vyakula. Umeona kuna vitu ambavyo kidogo huaga vinahuzunisha, na hata watu kumsulubu mwizi inakuaga kidogo ni ngumu, kwa sababu mwizi ambaye anaiba chakula huaga watu wanamhurumia, tofauti na wale wezi ambao huaga wanaibaga madera kwenda kuvaa. Wale wanaonekana kwamba hawana adabu, lakini hawa wanaoiba chakula huaga watu wanapendaga kuwahurumia, labda wanawatetea kwamba ni njaa. Sasa huyu bidada hapa bwana, yeye amejichanganya katika duka la vyakula huko Kariakoo bwana, alikuwa ameenda kuiba, wakamdaka, alikuwa amevaa nikabu, kajifunga kininja, ikabidi waanze kumvua kwa nguvu ili waweze kumuonyesha sura yake, na wengine walikuwa mpaka wanamtandika kabisa makofi, wanamsukuma na vitu vingine kama hivyo, kutokana tu na kitendo ambacho amekifanya hakikuwa cha kiungwana. Hivyo basi watu waliamua kumvamia na kuanza kumsurubu, na yeye mwenyewe pia alikuwa kidogo ni mtata, alikuwa anagoma, anadai kwamba yeye sio mwizi, jambo ambalo likaleta purukushani, mshike vuta ni kuvute katika mwezi huu hapa wa Ramadhani. Bwana, tukio hili limeibua mijadala mingi sana huko mitandaoni, na bila kupotezea muda mtazamaji wangu wa Trend TV, nataka usikilize hapa kilichotokea katika tukio hili, maana kuna video takriban mbili. Kwanza kabisa kuna video ambayo inamuonyesha bidada huyu akiwa yuko ndani ya duka baada tu ya kutekeleza tukio hilo, and then kuna video nyingine ambayo inaonyesha akiwa tayari ameshatoka nje ya duka, wakiwa wanampeleka katika vyombo vya dola, yani polisi kwa namna moja au nyingine. Maana huaga kwa kawaida akikamatwaga mwizi wa kike bwana, huaga wamsulubu kama the way ambavyo wanasulubu wezi wengine. So hebu sikiliza kwanza hapa mbilinge ilivyokuwa. So baada ya tukio hilo bwana, bidada alikuwa anazidi kujificha ndani ya duka ambalo inasemekana kwamba ndo alikuwa amefanya tukio hilo la uhalifu la kuiba. Alikuwa anaogopa kutoka nje ya duka hilo, kwani angepigwa vilivyo. Maana unajua mtu akiwa ndani ya duka bwana hawezi wakamtandika kwa sababu kuna mali za watu. Kwa hiyo awali bwana mwenyewe alikuwa hataki kurekodiwa, na baadaye watu wakasema kwamba tunakurekodi kwani wewe ni mtuhumiwa, ni mwizi, muhalifu, na wengine wakamsogelea kwa ajili ya kumvua ile nikabu ambayo alikuwa amejifunga kama ninja.
Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, na hilo ndo varangati la ndani ya duka baada ya bidada huyu kukamatwa kwamba alikuwa naiba. Sasa hapa bwana, wadau wamekuja masema kwamba kuna page hapa imekuja imeripoti, ameandika kwamba dada akamatwa akiwa anaiba kwenye mini supermarket. Kama kawaida bwana, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na tukio hilo. Kwa mfano, kuna mtu hapa anaitwa Great TZ amesema kwamba bwana, ningekuwa mimi mwenye duka ningempeleka kwangu nimshughulikie. Kuna mwingine amesema bwana, watu 100 kumkamata mwizi mama, lakini kumkamata okay. Kuna mtu amesema kwamba bwana, maisha ni magumu mpaka mama ameamua kuingia kazini mchana kweupe kabisa, mumwachie tu akatunze familia yake. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kuiba Ramadhani kumbe la hata makofi upigwi, ndo kwanza mwizi anashika kisu anawatishia watu. So huo mtiti bwana haukuishia hapo, mtiti ukaendelea mpaka nje, wakati wamemtoa nje ya duka sasa kwa ajili ya kumpeleka katika sehemu husika. Nataka hapa usikilize kidogo kilichotokea baada ya mwizi huyu kutolewa nje. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa namna moja au nyingine, lakini wenyewe walikuwa wanadai kwamba kinachofanyika sio sawa, ni kama vile wanadhalilishwa na vitu vingine kama hivyo. Sasa wadau huku wakawa wanasema kwamba mnadhalilishwa na nani wakati nyonyeni wezi. Wadau pia huku katika comment section baada ya hizi posti kwenda viral wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana, hawa walitakiwa wapigwe kiberiti. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kuendekeza tamaa hii ni tabia mbaya. Kwa mwingine amesema kwamba mbona mnawachelewesha, au mngewatia kiberiti akikuwa wa kiume mbona msingemchelewesha, mngeshammiminia petroli. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana, angekuwa wa kiume hapa nadhani mngekuwa mshamchoma moto, lakini kwa vile ni wa kike mnaanza kuwastiri Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kiukweli huyu achomwe moto tu wala hafai. Bora uombe kuliko kufanya hicho ambacho umekifanya, unarudisha watu nyuma. Mwingine amesema kwamba bwana, mwanamke kuwa mwizi ni aibu sana, tuombe Mungu atusaidie kutuepushia vitu kama hivi. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kuhusiana na situation ambayo imehappen. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.